Rais wa Iran Masoud Pezeshkian ametangaza kwa mara ya kwanza kuwa amefanya mkutano wa moja kwa moja na kiongozi mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Mojtaba Khamenei, katika hatua inayotazamwa kuwa muhimu kisiasa wakati taifa hilo likiendelea kupitia kipindi kigumu cha mvutano wa kikanda na mabadiliko makubwa ya uongozi. Akizungumza hii leo Mei 7 mwaka 2026 katika mkutano usio rasmi uliofanyika ndani ya Wizara ya Viwanda mjini Tehran, Pezeshkian alisema alikutana na Mojtaba kwa muda wa takriban saa 2.5, ingawa hakutaja ni lini hasa mkutano huo ulifanyika. Kauli yake imeibua mjadala mkubwa ndani na nje ya Irani kutokana na ukweli kwamba tangu Mojtaba tangazo kuwa kiongozi mkuu mpya wa Irani hajawahi kuonekana hadharani kupitia video wala hotuba ya moja kwa moja. Katika maelezo yake mbele ya wawakilishi wa wafanyabiashara, viongozi wa sekta binafsi na vyama mbalimbali vya uzalishaji nchini Irani, Pezeshkian alisema alivutiwa zaidi na namna Mojtaba Khamenei alivyoendesha mazungumzo yao kwa unyenyekevu, utulivu na uwazi mkubwa. Kwa mujibu wa rais huyo wa Iran, mazingira mkutano huo yalikuwa tofauti na matarajio ya wengi, akisema kuwa mazungumzo yao yalijengwa juu ya msingi wa kuaminiana na kuelewana. Kilichonigusa zaidi ni namna mazungumzo yake, mtazamo wake pamoja na unyenyekevu na uaminifu mkubwa alioonyesha, alisema Pezeshkian. Mtazamo huo ulibadili hali ya mazungumzo na kuwa mazingira ya kuaminiana, utulivu, uelewano na mazungumzo ya moja kwa moja. Kauli hiyo imekuja wakati ambapo maswali mengi yanaendelea kuulizwa kuhusu hali halisi ya Mojtaba Khamenei tangu aliporithi nafasi ya juu kabisa ya uongozi nchini Iran kufuatia kuuawa kwa baba yake Ali Khamenei katika mashambulizi yaliyodaiwa kufanywa kwa ushirikiano kati ya Marekani na Israel. Ali Khamenei aliuawa wiki kadhaa zilizopita baada ya makazi yake kushambuliwa katika operesheni ambayo imeendelea kuongeza mvutano mkubwa kati ya Iran, Marekani na Israel. Kifo chake kilitikisa siasa za Mashariki ya Kati na kuibua hofu ya kuingia kwa eneo hilo katika vita pana zaidi. Baada ya tukio hilo, mamlaka za Irani zilimtangaza Mojtaba Khamenei kuwa kiongozi wa tatu wa Jamhuri ya Kiislamu tangu mapinduzi ya mwaka 1979. Hata hivyo, tofauti na viongozi waliomtangulia, Mojtaba ameendelea kuwa nje ya macho ya umma, jambo lililochochea uvumi mkubwa kuhusu usalama wake na hali yake ya kiafya. Tangu kutangazwa kwake rasmi, vyombo vya habari vya Irani vimekuwa vikitoa taarifa ya maandishi pekee zinazodaiwa kutoka kwake bila kuwepo kwa video mpya, picha za wazi au hotuba ya moja kwa moja kwa wananchi. Hali hiyo imezidisha mjadala ndani ya Irani na katika mataifa ya Magharibi kuhusu nani sasa anayesimamia maamuzi makubwa ya kisiasa na kijeshi nchini humo. Kwa sasa, ripoti mbalimbali ambazo hazijathibitishwa pia zimekuwa zikidai kwa Mojtaba huenda alijeruhiwa wakati wa shambulio lililomuua baba yake, ingawa serikali ya Iran haijawahi kuthibitisha wala kukanusha madai hayo. Kutokana na ukimya huo wa muda mrefu, tamko la Pezeshkian limeonekana kama uthibitisho muhimu wa kwamba Mojtaba bado anafanya shughuli zake za kiuongozi kwa karibu na viongozi wakuu wa serikali ya Iran, hata kama hajajitokeza hadharani. Wachambuzi wa siasa za Iran wanaamini kuwa kauli za Pezeshkian zinaweza kuwa sehemu ya juhudi za serikali ya Irani kuhakikishia wananchi na jumuiya ya kimataifa kuwa mfumo wa uongozi wa Irani bado uko imara licha ya shinikizo kubwa la kijeshi, kiusalama na kiuchumi linaloikabili nchi hiyo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.